أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani popote mlipo. Taarifa tulizonazo hii leo, kwanza kabisa itakuwa ni nchi 150 duniani zilitambua taifa la Palestina, wakati Ufaransa ikitoa azma yake ya kulitambua rasmi taifa huru la Palestina katika mwezi Juni, mwezi ujao. Halikadhalika tunayo taarifa ambayo imesambaa kote ulimwenguni hii leo Jumatatu Mei 26, ambapo rais wa Ufaransa Macron amezabwa kibao mbele ya kamera na mkewe. Na pia tutakuwa na taarifa ya rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kujiunga rasmi hadharani na kundi la waasi wa nchi hiyo baada ya kuwa mtawala wa nchi hiyo kwa muda wa miaka 18. Kwanza tutaanza na taarifa inayohusu mgogoro wa Palestina. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amewapokea viongozi wenzake kutoka Saudi Arabia, Jordan na Misri kwa ajili ya kuandaa mkutano kuhusu kile kinachoitwa suluhu ya serikali mbili kwa mzozo wa Israeli na Palestina. Mwezi Desemba mwaka jana 2024, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio linalotaka kuwepo kwa mazungumzo ya kuaminika kwa ajili ya mchakato wa amani ya Mashariki ya Kati na uliokuwa wa kweli. Kisha uliamua kuitisha mkutano wa ngazi za juu wa kimataifa kwa ajili ya utekelezaji wa suluhu ya serikali mbili huko New York mwezi Juni. Ufaransa na Saudi Arabia zilipewa jukumu la kuongoza mkutano huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Ufaransa, Christophe Lemon, amesema iwapo tunataka kuweza kuzungumzia swala la suluhu ya mataifa mawili, yale mataifa ambayo hayaitambua Palestina lazima kwanza yatambue hilo. Rais wa Ufaransa alitangaza katikati ya mwezi April kwamba nchi yake inaweza kutangaza rasmi kuitambua Palestina huru mnamo mwezi Juni, yani mwezi ujao, ikimaanisha mwezi Juni, mwezi ujao, sambamba na kufanyika mkutano kuhusu Palestina huko New York, kitendo ambacho kilimkasirisha sana na waziri mkuu wa Israeli nduli Benjamin Netanyahu. Hadi sasa nchi ya Palestina imetambuliwa na takriban nchi 150 duniani kati ya nchi 193 na kusalia baadhi ya nchi 43 ambazo baadhi yao ziko kimya bila kuonyesha msimamo, ingawa nchi nyingi kubwa za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Japan bado hazijachukua hatua hiyo. Umoja huo ulianzishwa na nchi washindi wa vita kuu ya pili ya dunia kuchukua nafasi ya shirikisho la mataifa lililoanzishwa mwaka 1919 hadi 1946. Makubaliano yalifikiwa tarehe 24 Oktoba 1945 huko Francisco nchini Marekani. Mwanzoni shirika hilo lilikuwa na wanachama 51, lakini kufikia mwaka 2017 kulikuwa na nchi wanachama 193 mbali na ikulu mtakatifu, yani Vatican, na Palestina ambayo zinashiriki kama watazamaji wa kudumu, zikiwa na haki karibu zote isipokuwa kupiga kura. Kwingineko, kitendo cha mke wa rais wa Ufaransa kumzaba kibao mumewe hadharani mara baada ya kuwasili kwa ndege nchini Vietnam kimempiga bumbuazi Rais Emmanuel Macron aliyezabwa kibao hicho na kila aliyeangalia video hiyo. Video inaonyesha mke wa Macron akimzaba kibao mumewe, baadaye kukataa kumshika mkono wakati wa kushuka kutoka ndani ya ndege. Video hiyo imeenea kwa kasi ya umeme mitandaoni. Video hiyo ilienea sana kwenye mitandao ya kijamii, inamuonyesha mke wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Bi Brigitte Marie-Claude Macron, ambaye ni bikizee wa miaka 72, ambaye hapo awali alikuwa ni mwalimu wa Macron darasani, akimpiga kibao cha uso mumewe baada ya ndege yao kutua Vietnam. Macron aliwasili Vietnam siku ya Jumapili Mei 25 kama sehemu ya safari yake ya kuzitembelea nchi za Asia. Macron alionekana kushtushwa na kitendo cha mkewe, lakini akajaribu kujizuia mbele ya kamera. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipigwa kibao hicho na mkewe Brigitte alipowasili Vietnam, na kwamba Brigitte
alikataa kumshika mkono mumewe alipokuwa wakishuka kwenye ndege. Ikulu ya Ufaransa imefanya juhudi ya kufifiza tukio hilo bila mafanikio. Kwa upande mwingine, rafiki mmoja wa rais wa Ufaransa Macron amesema kuwa Macron na mkewe walikuwa na mabishano madogo walipofika Hanoi. Ikulu ya Ufaransa imethibitisha usahihi wa video hiyo na kusema ni ukweli wa tukio hilo kutukia. Kabla ya hapo, radio ya Ufaransa RMC BFM iliripoti kwamba Paris awali ilisema kuwa huenda video hiyo imetengenezwa kwa akili mnemba na kutumwa mtandaoni na akaunti zilizoiunga mkono ni za Rusia, lakini baadaye ikulu ya Ufaransa kathibitisha moja kwa moja usahihi wa video hiyo. Kwingineko ni kwamba aliyekuwa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma unaodhibitiwa na wale wanaojiita waasi wa Kongo. Joseph Kabila amewasili Goma siku chache baada ya serikali kuondoa kinga ya Kabila kutoshtakiwa ili kutoa fursa ya kufunguliwa njia ya kumshtaki kwa uhaini. Kiongozi wa muungano wa kisiasa wa kijeshi wa waasi wa AFC na M23 Corneille Nangaa ametangaza kuwa Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa X, Nangaa amesema kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Kurejea kwa Kabila nchini Kongo kumethibitishwa pia na watu wa karibu yake. Kikaya bin Karubi, aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia, amemwambia DW kwamba Kabila aliwasili usiku wa kuamkia Jumatatu jana ya Mei 26, lakini hakufahamisha ajenda na muda ambao kiongozi huyo wa zamani wa Kongo atasalia hapo. Duru nyingine ya karibu na Joseph Kabila imesema ziara hiyo ya kuonyesha mshikamano na raia wanaoitwa waasi na pia wananchi wa Kivu wanaoathirika na vita, na kwamba ana mpango wa kurejesha amani ambayo atawakilisha pia kwa waasi wa AFC na M23, na hivyo basi kuongoza uasi wa Kitusi akiwa rais mstaafu aliyetawala Kongo kwa miaka 18. Mei 23, siku ya Ijumaa iliyopita, Kabila alimkosoa Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa umelitumbukiza taifa la Kongo katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Katika hotuba aliyoitoa baada ya kuondolewa kwa kinga yake ya kisheria, Kabila alitetea utawala wake, akisisitiza kuwa Tshisekedi ameharibu misingi imara aliyoiacha baada ya miaka 18 ya utawala wa Kabila. Wafuasi wa chama tawala UDPS nchini Kongo wamekosoa hotuba ya Kabila na kudai kuwa Kabila alikuwa miongoni mwa makundi yaliyoandaa kile kinachoitwa uasi kwa kushirikiana na Kongo, na alifanya hivyo kabla ya kuondoka madarakani ili baadaye kuja kuhakikisha kuwa amani ya Kongo haipatikani. Mjini Kinshasa, hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma kimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa, na kwamba dhamira ya Kabila ni kuvuruga demokrasia katika nchi hiyo na kuondoa amani. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza kimya baada ya muhula wake wa uongozi kumalizika. Tumeona maoni ya Wakongo baada ya hotuba ya Kabila. Maoni ya Wakongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria. Kwa hakika Rais Kabila amepitwa na wakati, ambaye hana jambo jipya la kupendekeza kwa ajili ya mustakabali wa amani wa taifa la Kongo. Kwa upande wetu sisi tunajikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani, alisema Muyaya. Akiwahutubia wafuasi wao kwenye makao makuu ya chama jijini Kinshasa, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS, alimtuhumu Joseph Kabila kwa kudhoofisha jeshi la Kongo na kuchangia uingiliaji kati wa Rwanda wakati alipokuwa rais. Taarifa kutoka ndani ya serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa Joseph Kabila wakati akiwa ni kiongozi katika serikali ya Kongo alijaribu kuwapeka Watusi kutoka Rwanda, akiwakabidhi madaraka na vyeo vikubwa katika vikosi mbalimbali la jeshi la Kongo kwa matarajio ya kutumika baadaye katika mipango aliyokuwa nayo yeye na Rwanda. Kabuya amesema kiongozi halisi wa waasi wa M23
na mtu aliyechangia kufilisika kwa taifa la Kongo ni Joseph Kabila katika uongozi wake wa miaka 18 wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za madini. Mnamo tarehe 25 Mei, Kabila ambaye alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewataka raia wa nchi hiyo kupambana na kile alichokiita utawala wa kidikteta kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za ardhi. Katika hotuba nadra aliyotoa na kuirusha moja kwa moja kupitia mitandaoni, Kabila anayedhaniwa kuwa kwenye mmojawapo ya nchi za kusini mwa Afrika amesema ni sharti udikteta ukomeshwe na demokrasia, hali nzuri ya uchumi na utawala unaowajali watu urejee nchini Kongo. Ingawa aliondoka nchini Kongo mwaka 2023 na hadi sasa hajulikani hasa mahali alipo, kiongozi huyo wa zamani ameendelea kuwa na ushawishi fulani kwenye rubaa za siasa za Kongo. Kwenye hotuba yake hiyo ya siku ya Ijumaa Mei 23 aliyoitoa siku moja baada ya baraza la Senate la Kongo kumuondolea kinga ya kushtakiwa, Rais Kabila ameushambulia utawala wa Felix Tshisekedi, ikiwemo madai ya serikali mjini Kinshasa kuwa rais huyo wa zamani aliingia nchini humo na yupo kwenye mji wa Goma akishirikiana wale wanaojiita kuwa wao ni waasi. Uamuzi wa baraza la Senate ya Kongo wa kumuondolea kinga ya kutoshtakiwa Kabila unafungua njia ya uwezekano wa kiongozi huyo wa zamani kushtakiwa kwa kile serikali inasema kuwa ni uungaji wake mkono kwa kundi la waasi. Mbali na lawama kwa utawala wa Kongo, ni kweli hadi hivi sasa Kabila ni mmoja wa watu wanaoshirikiana na kikundi kinachoendeshwa na Rwanda na kufanya kuwa ni kweli madai ya serikali ya Kongo kwamba Kabila ni moja kati ya watu waliotengeneza uasi huo katika nchi hiyo. Rais Tshisekedi amemtuhumu rais wa zamani Joseph Kabila kwa kupanga uasi kwa kushirikiana na M23 na mara kadhaa amemtaja kuwa msanifu mkuu wa mafanikio yaliyopatikana na M23 mashariki mwa Kongo, ambako kundi hilo limenyakua sehemu kubwa ya ardhi ya Kongo kwa msaada kutoka Rwanda. Picha unayoitazama ni askari wa Kitusi wanaodaiwa kuwa ni waasi wa Kongo, huku Umoja wa Mataifa ukidai kuwa Rwanda imeingiza wanajeshi wapatao 4,000 ndani ya kikundi kinachoitwa waasi, ili hali serikali ya Kongo inaituhumu Rwanda kwa kuingiza wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo na kunyakua sehemu hiyo. Katika hotuba yake, Rais Kabila ameorodhesha mpango wake wenye vipengee 12 ili kumaliza mzozo wa zaidi ya miongo mitatu mashariki mwa Kongo na ambao umezidi makali yake pale lilipoanzishwa kundi la M23 lilipoibuka mwaka 2021. Kabila ambaye amekuja na mpango wa vipengele 12 vya kupatikana kwa amani, ni yeye ambaye amekuwa katika utawala wa Kongo kwa muda wa miaka 18 na hali ya kuwa kundi hilo lipo na hakuweza bado kutatua tatizo hilo akiwa madarakani. Badala yake alikuwa akichukua Watusi kutoka Rwanda na sehemu mbalimbali na kuwaingiza katika sehemu mbalimbali za jeshi na vikosi mbalimbali, huku akiwateua kwa daraja za juu wanajeshi wenye asili ya Kinyarwanda kushika madaraka katika nchi hiyo. Inakuwa ni vigumu kuamini ni kwa njia gani Joseph Kabila kwa kujiunga na kikundi cha waasi baada ya kutawala nchi hiyo kwa muda wa miaka 18 leo kudai kuwa anaweza akaifanya Kongo kupata amani kupitia yeye mwenyewe. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, kundi hilo linaloipinga serikali limekamata miji mikubwa mashariki mwa nchi hiyo ya Goma na Bukavu na kuanzisha utawala rasmi kwa lengo la kuongoza maeneo hayo yanayodhibitiwa kwa muda mrefu. Mwezi Aprili, Kabila aliwashangaza wengi nchini Kongo alipotangaza nia ya kurejea nyumbani kupitia upande unaodhibitiwa na wanaoitwa waasi unaoendeshwa na majeshi ya Rwanda, mpango unaolenga kumrejesha tena madarakani Kabila. Lakini tangu tangazo hilo, mamlaka ya Kongo zimevamia na kufanya upekuzi kwenye makazi ya Rais Kabila, kuvamia mashamba yake na mali zake na kupiga marufuku shughuli zote za kisiasa za chama chake kinachoitwa People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD. Pichani unaweza kumshuhudia Joseph Kabila akiwa na rais wa sasa wa Kongo Felix Tshisekedi siku ambayo alikabidhiwa madaraka. Katika kura ya siri iliyopigwa siku Alhamisi Mei 22, Seneti ya Kongo
inayodhibitiwa na muungano na utawala nchini Kongo chini ya Rais Tshisekedi uliamua kwa wingi wa kura kumwondolea Kabila kinga ya kutoshtakiwa. Kwenye hotuba yake kwa siku ya Ijumaa Mei 23, Kabila amedai aliacha Kongo ikiwa kwenye hali nzuri kuliko alipochukua madaraka mwaka 2001 kufuatia mauaji ya mzee Laurent Desire Kabila katikati ya vita vya pili vya Kongo. Karibu miaka 6 baada ya kuikabidhi nchi ikiwa kwenye hali nzuri, tayari imekwisha haribiwa, amedai Joseph Kabila, akimtuhumu Tshisekedi kwa kuwa na dhamira kuimarisha nafasi yake ya utawala wa mtu mmoja. Hizo ndizo taarifa muhimu tulizonazo wakati huu, ambapo moja kati ya taarifa hizo ni kwamba mwaka jana Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliamua kuwa na mkutano ambao utakutanisha mataifa mbalimbali duniani kwa ajili ya kupitisha na kupanga mpango kazi utakaojenga taifa huru la Palestina na kumaliza mzozo kwa njia ya kudumu baina ya Israel na Palestina. Taifa la Ufaransa na Saudi Arabia ndiyo mataifa yaliyochaguliwa kusimamia jambo hilo, na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Baron ametangaza kuwa mataifa ambayo bado hayajaitambua Palestina wanatakiwa sasa hivi kutoa matamshi yao ya kuunga mkono taifa la Palestina ili watakapokuja katika kikao wawe wanafahamika msimamo wao ni upi katika kuendesha ajenda hiyo. Hilo ndio jambo kubwa sana ambalo linatokezea hivi sasa, ukiachilia mbali mikutano ambayo inaendelea hivi sasa katika kujaribu kutafuta namna ya kusimamisha vita ndani ya mauaji makubwa yanayoendelea hivi sasa kule Palestina. Wakati Marekani ikiingilia mambo yaliyoko Tanzania ilipowafukuza baadhi ya wanaharakati na wanasheria kutoka Kenya walipojaribu kuja nchini kwa ajili ya kusikiliza kesi ya kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu ambaye yupo korokoroni, serikali ya Tanzania iliwafukuza, na baadhi ya waliofukuzwa wametoa matamshi yao yanayoonyesha kwamba walinyanyaswa, wengine walidhalilishwa. Marekani imetoa tamko ikionyesha kuwa demokrasia na vile vile ikionyesha haki za binadamu, lakini Marekani haina uhalali wowote wa kuzungumzia demokrasia wala haki za binadamu. Kwa nini? Marekani ndiyo inayotoa taarifa za kiintelijensia kwa jeshi la Israel na namna ya kuwadhuru, kuwaua na kuangamiza wa Palestina. Ni Marekani ambayo sasa hivi inapigania kuwaondoa wa Palestina kutoka katika ardhi yao na kuwapeleka Libya, ambako nako pia si mahala salama, baada ya kuwa Misri na Jordan zimepinga jambo hilo na zimekataa kuwapokea Palestina kutoka katika nchi yao. Ni Marekani inayosimamia lichukuliwe kwa nguvu ardhi ya Palestina. Ni vipi haijamaliza mgogoro huo iingie katika mgogoro ulioko Tanzania? Maelezo haya hayana maana ya kuunga mkono yale yaliyofanyika, udhalilishaji uliofanyika, kuwapiga watu, kuwafukuza watu na kuwatupa mahala wakiwa wameumia, ni jambo linalokiuka misingi ya haki na ubinadamu. Lakini vile vile ni jambo ambalo ni la kushangaza kwa Marekani kuwa ndio msemaji wa haina sura ya kusemea jambo hilo. Jambo la mwisho ni yale yanayotokea Kongo hivi sasa. Joseph Kabila, rais wa zamani wa Kongo, alishika madaraka baada ya kuuawa kwa aliyekuwa rais mzee Laurent Desire Kabila mwaka 2021. Baada ya kushika madaraka, Rais Joseph alishika madaraka ya Kongo kwa muda wa miaka 18 hadi alipostaafu. Alifanya mengi mazuri, ikiwa ni pamoja na kujaribu kubadilishana madaraka na mwenzake, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kufanyika katika nchi ya Kongo toka ilipopata uhuru. Ni Joseph Kabila ndiye aliyeunda katiba na kufanya mchakato wa tume ya uchaguzi huru ambayo ilipelekea kubadilishana mamlaka kwa njia ya amani. Japokuwa sasa yeye na mwenzake Nanga wanasema kwamba Rais Felix Tshisekedi si rais halali, bali walimpa tu nafasi ile. Na sasa Joseph Kabila, kwa njia ambayo inashangaza na ya kujiuliza sana kila aliyesikia jambo hilo, kwamba Rais Kabila ambaye sasa ni mstaafu amekwenda kujiunga na kikundi cha waasi, kikundi ambacho kinaipingana na serikali halali iliyoko katika nchi ya Kongo, na kwamba
kupitia kikundi hicho Joseph Kabila atarejea Kongo. Na hii ina maana kwamba inatoa picha ya uvumi ulioenea Kongo kwamba Joseph Kabila anataka kutumia utaratibu kama ule uliotumiwa na Rwanda na Uganda katika kumfukuza aliyekuwa wa rais wa nchi hiyo dikteta Mobutu Sese Seko kwa kupitia majeshi ya Rwanda na Uganda, na sasa anataka kutumia majeshi hayo kutoka Goma hadi kufika Kinshasa na kumondoa rais Tshisekedi na arejee tena madarakani. Lakini tahadhari kubwa zaidi kuliko yote ni kwamba endapo majeshi ya hawa wanaojiita M23 au M23 watatoka pale Bukavu wakapita Kamanyola wakaingia Uvira, wakifika Uvira ambako ndiko mwanzo linakuanzia ziwa Tanganyika, watakwenda kuishika Burundi. Baada ya kuishika Burundi, majeshi kutoka Uvira ya M23 yatakwenda hadi yakashike mkoa wa Tanganyika, mkoa ambao mji wake mkuu ni Kalemi. Baada ya kutoka Kalemi, majeshi hayo yatavuka ziwa na kuingia Tanzania katika mkoa wa Kigoma, na wataishika kuanzia Uvinza kwenye mto. Watashika Uvinza, watakwenda Kasulu, watakwenda Kibondo mpaka Bukoba, na wataiunganisha mpaka iungane na nchi ya Uganda. Uganda itaunganishwa pamoja na mpaka wa Uganda na Kongo. Wakati huo Rwanda itakuwa imeshakuwa katikati, na hiyo inaitwa Tutsi Empire. Ni mpango wa siku nyingi unasikilizika na umeandikwa katika sehemu mbalimbali, na hii ni mpango wa muda mrefu ambao kwa sasa unaonekana kuna kila aina ya dalili kwamba wanajaribu kudaka kutekeleza mpango huo. Kwa hiyo hali hii tusifanye kuwa ni hadithi tunayosikia kwenye vyombo vya habari, ni ukweli ambao unasadikika, kwa sababu Kongo haina waasi ambao wanaweza wakaichukua Kongo, wakachukua Goma, wakaichukua Bukavu wakiwa kama wao wa Kongo, bali Wanyarwanda ndio wanaoingia Kongo na kuishika hayo maeneo. Na hata nchi za Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa umekushasema kuiambia Rwanda iondoe askari wake wanaopata 1400 walioko kule Goma. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni unafiki usiokuwa na kiwango wa nchi za Ulaya Magharibi ambazo zina mikataba na Rwanda ya kununua almasi, kununua coltan na madini mengine ambayo yanapatikana Kongo, lakini wao wamesainiana mikataba ya kununua madini hayo kutoka Rwanda. Rwanda haina shimo hata moja la kuchimba coltan wala dhahabu. Wanafahamu vema kwamba ni majeshi hayo ndio yanayofanya kazi, huku wanapigana vita na kuua watu, na wakati huo huo wanachukua madini na kuyapeleka Rwanda na kuyauza katika nchi zingine. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuelewa mambo haya kwa usahihi. Inaishika Burundi na mkoa wa Kigoma, inaingia mpaka Uganda, inajumuisha mashariki yote ya Kongo na Rwanda ikiwemo. Hiyo ndio mkakati ulio na unaofahamika na Wakongo wanafahamu hivyo. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie salama katika nchi yetu, na vile vile tuombe salama katika uchaguzi ambao utafanyika Oktoba mwaka huu hapa nchini, ufanyike kwa njia nzuri ya amani, na ushirika wa vyama vyote na wanasiasa wakubaliane njia itakayokuwa nzuri na ya salama kwa kufanikisha huo uchaguzi. Tusisahau wa Palestina ambao wanauliwa kila siku, na hadi hii leo wameuliwa wa Palestina wengi kule. Tuzidi kuomba kwa kutumia suratul Fil na suratul Lahab, kumuomba Mwenyezi Mungu ajalie kila aliyekuwa na nia ya kutaka kuangamiza wengine pasipokuwa na haki, Mwenyezi Mungu ayageuze yale aliyokusudia ziwarejee wao wenyewe. Hilo ndio ombi letu kwa Waislamu wote na wapenda amani wa dini mbalimbali katika ibada zetu za usiku na mchana, katika makundi yetu, katika swala zetu 5 za kila siku. Tusisahau kufanya hivyo na kumuomba Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.